Mtazamaji wa Master TZ Online TV, leo katika stori zetu za leo tunaenda kuongelea ishu hii ambayo inaita sintofahamu na inaleta mkanganyiko sana katika mitandao ya kijamii. Si nyingine tena ni hii ambayo inahusiana na vidole vilivyopandana. Vidole vilivyopandana kwanza kitaalamu hujulikana kama syndactyly. Hii ni ni hali tu ya kimaumbile na inaweza kuwapata wanawake lakini pia hata wanaume. Na kitu ambacho kinaita sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii ni hii ambayo inasema wanawake wenye hiyo hali ya vidole kupandana wana hatari sana, ikifuatana kwamba wanafika na kusema ukioa mwanamke au kideti na mwanamke wa aina hiyo, basi utakuwa unajizolea mikosi katika familia yako au katika maisha yako. Na kama ulikuwa na nyota nzuri kabisa kabla ya hapo, basi utakuwa na mikosi ama utaenda kupata anguko kubwa katika maisha yako ya kila siku. Na hapa leo naenda kuelezea nini hasa tunavyoongelea vidole kupandana, na je, kuna ukweli wowote kuhusiana na imani ambazo tunaendelea kuwa nazo katika hawa watu wenye vidole vilivyopandana. Kiwalisia, sifa na ukweli kuhusiana na vidole vilivyopandana. Kwanza kwanza kabisa naenda kugawa katika makundi. Naweka katika makundi matano. Mmoja, kwanza nitakiwa tujue kabisa kwamba vidole kupandana ni hali ya kuzaliwa nayo. Vidole huweza kuwa vimeungana kwa ngozi tu au kwa mifupa, na kiwango hutofautiana kati ya mtu na mtu. Lakini pia nikukumbushe kabla ya kuendelea kwamba vidole kupandana ni miguuni lakini pia na mikononi. 2, uwezo wa kawaida wa kimwili. Ni uwezo tu wa kawaida wa kimwili vidole kupandana. Wanawake wengi wenye vidole vilivyopandana wanaweza kufanya shughuli za kila siku kikamilifu. Wanaweza wakaandika, wanaweza kushika vitu, kufanya kazi na michezo, hata kama muunganiko ni mdogo. Na watatu ni kwamba hiyo ni suala la kiafya, afya kwa ujumla. Mara nyingi syndactyly ambao ni vidole kupandana haina athari kubwa kiafya. Inaweza kuwa ya kuathiri au kutokea bila historia ya kifamilia. Kwa hiyo hii inaweza ikatokea hata bila historia yote ile ya kifamilia. Lakini 5, tunaweza tukasema haifafanui tabia ya mtu au utu wa mtu. Hali ya vidole haina uhusiano wa kisayansi na tabia, maadili, akili na uwezo wa kijamii. Utu wa mtu hauamuliwi na maumbile haya. Nini mitazamo ya jamii kuhusiana na vidole kupandana? Kwanza kabisa, mitazamo ya kijamii kuhusiana na wanawake wenye vidole vilivyopandana. Mitazamo hutofautiana sana kulingana na jamii, elimu na tamaduni. Imani za jadi katika baadhi ya jamii. Kuna jamii zinahusisha vidole vilivyopandana na ishara za kiroho, bahati au laana. Lakini pia hizi ni imani za kitamaduni tu, hazina msingi wote wa kisayansi. Tukienda kunyanyapaa ama kutoelewa. Watu wengine huangalia kwa mshangao au kuuliza maswali yasiyo na staha kwa sababu ya ukosefu wa elimu. Hii inaweza kumwathiri mtu kisaikolojia, hasa kama anakuwa katika mazingira yasiyo na uelewa. Jamii zilizoelimika zaidi. Mitazamo mingi ya kisasa inaona hali hii kama tofauti ya kiumbile tu. Mwanamke anathaminiwa kwa tabia, uwezo na mchango wake, sio maumbile yake. Lakini athari kwa mahusiano. Watu wachache wanaweza kuwa na hofu na dhana potofu kwa watu au waliokuwa na vidole vilivyopandana. Lakini kwa watu waliokomaa kifikra, hali hii haiathiri upendo, ndoa au heshima. Mabadiliko yanayoendelea kupitia elimu, mitandao ya kijamii na mazungumzo ya wazi kama haya, mitazamo hasi inaendelea kupungua. Jambo muhimu la kukumbuka, ndugu mtazamaji wa Master TZ, ni kwamba vidole vilivyopandana si kipimo cha utu, si kipimo cha thamani ya mwanamke, wala si ishara ya tabia au hatima ya mtu. Hii ni hali kama hali zingine, na wanasayansi huwa wanafanya surgery ama wanaweza kufanyia upasuaji wa vidole hii
na kurudi katika hali ya kawaida. Nikukumbusha tu mtazamaji wa Master TZ, kama ulikuwa bado huja subscribe kupitia account hii ya Master TZ, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe na ndipo utakuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka hapa Master TZ.